Swali, eleza hali ya Kiswahili nchini Kenya sasa hivi. Eleza hali ya Kiswahili nchini Kenya sasa hivi. Hoja ya kwanza, serikali inatumia Kiswahili kusambazia hati za serikali. Kama vile, katiba imeandikwa katika lugha ya Kiswahili. Hati za serikali ni government documents. Kwa mfano, katiba ni hati ya serikali. Kwa hivyo kuna maandishi ya katiba ambayo yameandikwa katika lugha ya Kiswahili. Tunaambiwa eleza hali ya Kiswahili nchini Kenya sasa hivi. Hoja ya pili tunaambiwa Kiswahili kinatumika katika utawala, kwa mfano, katika vituo vya polisi na mahakamani. Ukienda pale utapata kwamba kuna mazungumzo yanayoendeshwa kwa lugha ya Kiswahili. 3, Kiswahili kinatumika katika vyombo vya habari. Hivyo kinatumika kutangazia habari katika redio na televisheni. Kuna vile vituo vya habari ambavyo vinamilikiwa na serikali. 4, Kiswahili kinatumika katika mikutano ya kisiasa ambapo wanasiasa hutumia Kiswahili kukuza sera zao. 5, Kiswahili kinatumika katika taasisi ya elimu. Kwa mfano, Kiswahili kinafunzwa kutoka shule ya msingi hadi chuo kikuu. 6, Kiswahili kinatahiniwa kama somo la lazima kuanzia shule za msingi hadi shule za upili. Tumeangalia hoja ya kwanza, serikali inatumia Kiswahili kusambazia hati za serikali. Hoja ya pili, Kiswahili kinatumika katika utawala. Hoja ya tatu, Kiswahili kinatumika katika vyombo vya habari. Hoja ya nne, Kiswahili kinatumika katika mikutano ya kisiasa. Hoja ya tano, Kiswahili kinatumika katika taasisi ya elimu ambapo tumeona kinafunzwa kama somo kutoka shule za msingi hadi chuo kikuu. 6, Kiswahili kinatahiniwa kama somo la lazima kuanzia shule za msingi hadi shule za upili. Hoja ya 7. Hoja ya 7, Kiswahili ni lugha rasmi. Kiswahili kinatumika katika shughuli za kiofisi. Hoja ya 8, Kiswahili kinatumika katika shughuli za kidini ambapo kinatumika katika makanisa na misikiti kuendesha shughuli zao. 9, Kiswahili kinatumika kuendesha biashara. Watu kutoka maeneo mbalimbali hutumia Kiswahili katika shughuli zao za kibiashara. 10, Kiswahili kinatumika katika shughuli za sanaa, maonyesho na muziki.